Kwanza ni mchezo ambao unafanana kitaswira na michezo mingi sana ambayo Simba wameicheza msimu huu. Kuna michezo mingi ambayo Simba wamecheza alafu matokeo ambayo yanatokea hayapaswa kuwa hayo. Na nina imani kwamba mchezo wa leo kama ungechezeshwa kwa haki na muamuzi, matokeo yasingekuwa kama ambavyo yalivyo, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo kama vingeamuliwa sawa sawa vingeenda kuathiri moja kwa moja matokeo ya mechi. Of course Simba wameonekana wakifaidika sana na maamuzi mengi. Hizo penalty 3 ambazo zimezungumzwa hapa, lakini kuna baadhi ya matukio mengine, kwa mfano Chemalon alimkwatua Chakei, kuna muda muamuzi akameza filimbi, lakini kuna maamuzi mengine pia. Ngoma alipaswa kupata kadi ya njano kuna muda, lakini hakupata hiyo kadi ya njano. Kwa hiyo ukiweka idadi ya matukio ambayo yalikuwa yanawanufaisha Simba yalikuwa ni mengi kuliko ambayo pengine labda yalikuwa yanawanufaisha Singida Big Stars. Yani nadhani tukio pekee ambalo kwa Singida ni kama vile muamuzi alimeza filimbi ni la Kevin Nation Naftal ambaye alipata kadi ya njano alafu then muamuzi mara mbili yani akacheza foul ambazo zilihitajika kwamba angepata kadi ya njano ya pili then kadi nyekundu aende nje. Kwa hiyo ni muendelezo wa hivi vitu ambavyo kusema ukweli vimekuwa vinachafua taswira ya mpira wa miguu na inatia aibu sana. Tunakuja kuzungumza kuhusiana na mchezo ambao umechezwa ligi kuu imesimama kwa muda mrefu, then hatuzungumzii kuhusiana na mbinu ambazo zimetumika kwenye huo mchezo. Tunazungumza kuhusiana na refa kuweza kufanya blanda kwenye mchezo. Kwa hiyo ni kitu kibaya sana, na unajua msimu huu ukijaribu kuangalia moja kati ya timu ambayo michezo yake mingi siwasemi kwa sababu labda lakini Simba ni timu ambayo imekuwa inafaidika sana na makosa aina hii. Sisemi kwamba timu zingine hazifaidiki, lakini honest Simba wanafaidika sana na makosa ya kibinadamu ya marefa kwenye ligi. Kitu ambacho kinatengeneza taswira kwamba huenda kuna maelekezo ambayo yanatoka kuna sehemu sio kaona nielewa. Kwa sababu ni kwa nini iwe wao tupe, yani mara nyingi na kwa wao. Yani michezo ambayo inaonekana kama vile inataka kuwapalia Simba wanashinda kupitia waamuzi kufanya blunders. Kwa mfano leo Singida kusema ukweli kwa namna moja ama nyingine Ouma alifanya research yake vizuri sana. Alijua kabisa kwamba Simba energy ambao waliitumia kwenye mchezo wa finali ilikuwa ni kubwa sana. Ndio maana unaona walikuwa hawaogopi Singida. Muda mwingi wa mchezo walikuwa wanacheza kwenye highline kabisa pale. Mabeki wao wakati wanakuwa karibu kabisa na mstari wa katikati au kwenye mstari wa katikati kabisa. Kitu ambacho alifanya research ya kwamba wachezaji wengi wa Simba energy yao kwenye mchezo wa leo, nishati yao hawawezi kuitumia ile ambao walikuwa nayo kwenye finali, kwa sababu ni siku mbili tu ambazo zimepita na walitumia nguvu kubwa sana siku ile. Kwa hiyo huo uwezo wa kuweza kutumia hiyo space ambayo itapatikana nyuma ya safu ya ulinzi ya Singida isingekuwa kubwa kwao kufanya hizo movement kwenye hilo eneo. Na hata kikosi ambacho kilianza almost wachezaji walikuwa ni wale ambao walianza kwenye ule mchezo. Kwa hiyo athari zisingekuwepo kwenye hilo. Lakini pia naenda kaangalia namna ambavyo eneo la ushambuliaji la Singida walikuwa wanaweka pressure kwenye mpira kuanzia kwenye eneo la juu kabisa. Kitu ambacho kilikuwa kinakupa alert ya kwamba walijua kabisa kwamba kuna namna fulani ambavyo Simba leo kwenye issue ya kuwa na nishati hiyo nzuri kungekuwa kuna changamoto. Ingawa changamoto kwao pia Singida ilikuwa ni kwenye maamuzi, mpira wa mwisho kwa baadhi ya wachezaji, pasi zilikuwa zinapotea kuna muda, ingawa kuna chances ambazo wamezitengeneza. Na ukijaribu kuangalia kipindi cha pili Simba inaonekana kabisa kwamba ni muda ambao walikuwa hawataki tena kuongeza bao la pili. Yani sio walikuwa hawataki tu, walikuwa wanaonekana kabisa kwamba it's like wachezaji wanataka kupumzika na kulishikilia hilo bao moja ambalo wako nalo, Singida wakiwa wanaendelea kufanyaje kupush. Na ndio kipindi ambacho Singida pia wamfanya mashambulizi kadhaa, ikiwepo hiyo ya penalty ambayo Jonathan Soa alikuwa tulio ndani ya boxi. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia mechi imeathiriwa kwa zaidi ya 90% na maamuzi ya muamuzi, kitu ambacho kusema ukweli hakileti taswira nzuri kabisa kwenye mpira wetu wa miguu. Na mimi kusema ukweli mchezo wa leo wa Simba na Singida kabla haujachezwa ni moja kati ya mechi ambayo nilikuwa naiona kabisa inaenda kuwa mechi bora sana kutokana na timu zote mbili. Na hata ukiangalia approach za walimu wote wawili, hiyo tu taswira kwamba Ouma amekuja akiwa anacheza kwenye highline kwenye muda mwingi wa mchezo, hii inakuonyesha kwamba anahitaji timu zipishane kiwanjani, regardless ya kwamba labda Simba energy za wachezaji zilikuwa sio hivyo kwamba hiyo kupishana kuna muda mwishoni walikuwa
hawahitaji hilo, lakini unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo isingekuwa haya mambo huenda tungeshuhudia mechi ambayo ingekuwa na matokeo mengine kabisa. Yani kuna baadhi ya vitu ambavyo mkule muamuzi anaweza akaamua vikawa vina impact ambayo ni ndogo kabisa kwenye mchezo. Kwa mfano mchezo ambao Simba walicheza wa finali dhidi ya RS Berkane, mimi nilizungumza kwamba mambo mengi ambayo Simba walikuwa wanayazungumza na yalikuwa ni kwa upande wa Berkane. Kwangu mimi nilivyokuwa ninayaona, impact yake kwenye mchezo ya moja kwa moja kwenye matokeo ilikuwa ni ndogo sana. Lakini nenda kaangalia mchezo wa leo, matokeo yameathiriwa, sio mchezo. Unajua kuna sometimes mtu kwa mfano kadi ya njano mtu hajapewa labda, yani amemkwatua mtu na hajacheza kadi ya njano, akajacheza faulo nyingine yote ambayo alitakiwa apate kadi ya njano afa pewe nyekundu, ni kadi ya njano ambayo angepewa, si angeendelea kuwepo kiwanjani. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo uzito, lakini kuna yale matukio ambayo yanaathiri matokeo moja kwa moja. Umemnyima mtu penalti, umemnyima mtu goli, umeshindwa kutoa kadi nyekundu ambayo kwa mpinzani ingekuwa ni faida kwake yeye kuitumia, kwa sababu wapinzani wanakuwa na wachezaji wachache kiwanjani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vibaya kabisa. Bad luck ni kwamba kwenye michuano ya vijana ambako nadhani wanachezesha waamuzi ambao pia ni vijana, I think ni mambo ambayo yapo. Jana tumeshuhudia penalti ambayo inatoka ya ajabu kweli kweli. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mchezaji kijana, referee kijana kutoka kwenye ngazi za chini kabisa huko. Hapo anaanza kwenye mechi ya under 20 jana. Ya Kagera na Azam. Yaani tunawafundisha marefali ambao wanachezesha michezo kwenye ngazi ya chini pamoja na wachezaji. Utapeli wa matokeo haiwezi kuisha hii. Yaani inaishaje? Kama kwenye ngazi za chini za mpira wa miguu huko, utapeli pia unatokea. Na leo nimezungumza kwamba niliandika kuna sehemu kwamba moja kati ya changamoto ambayo sisi tuko nayo hivi, kwa mfano mtu tuseme team inatoa hela au inatoa influence whatever itakavyofanya kwenye timu za vijana ili ishinde mchezo kwa njia ambazo sio sahihi, tunajenga au tunabomoa? Timu gani imefanya hivi za vijana? Timu gani imefanya hivi? Tutajie majina moja kwa moja. Nisikilize John, sawa? Mimi of course kutaja jina moja kwa moja la timu siwezi kufanya hivyo, lakini utupe ushirikiano. Nisikilize. Yani kwa tukio ambalo limetokea jana lile, mimi nataka wa kwanza nao, yani wale kwamba huyu tayari ushirikiano. Jana kuna mchezo wa Azam dhidi ya Kagera kwenye ndani vijana. Kagera muamuzi kufanya moja bila. Bao ambalo linapatikana kwa mkwaju wa penalti. Penalti ile ilikuwa penalti ambayo muamuzi alikuwa karibu kabisa. Kwa hiyo unapata taswira ya kwamba kuna msukumo ambao ulikuwepo kwa muamuzi. Sasa bora kwenye tukio la jana unalolisema, mimi nitakuelewa at some point, kwa sababu position ya muamuzi na alidhani kwamba ni mtu kashika kwa sababu alikuwa nyuma ya mgongo wake. Hakuona kama mpira ulikuwa umegonga kwenye sehemu nyingine. Actually unaweza ukasema hivyo. Lakini kwenye hizi za leo, hata ungekuwa kwenye goli la pili kule, tukio la huko unaliona very clearly. Tuache mambo mengine. Hizo bla bla nini? Rozi unasemaje hapa kabla ya kupisha na Sport hapa, tunyenyuke tuangalie mengine ambayo yanajiri. Ndio hivyo, mnyama kishachukua pointi 3 kibindoni. Mnyama kachukua pointi 3 na hiyo imeshaisha. Lakini kuna vitu lazima viongelewe hapo, nitaongezea. Wakati tuko production wakati tunaandaa hizi sauti za kuja kusikika hewani, tunasikia coach Fadu. Mimi nilikwambia mara nyingi na mkubali sana coach Fadu jinsi ambavyo anauzungumzia mchezo baada ya mechi, na amekuwa ni kati ya makocha ambao mara chache sana unajihusisha na mambo ya nje ya uwanja kwenye mechi. Lakini recently naona ni kama pressure inamchukua na ni kama anaanza kuingia taratibu kule ambako alitakiwa awaachie kina mediali na mashabiki masuala ya watu kupewa bonus. Mfano bonus hiyo inafahamika, timu yoyote ndogo inapocheza na timu kubwa lazima bonus huwa inakuwepo. Hata Simba wao wenyewe kwa nyakati tofauti walipokuwa wakielekea kwenye mechi kubwa, kuna tetesi zilitoka wakati wanacheza nusu finali kwamba waliahidiwa hela nyingi sana. Yes, ile ilikuwa ni hatua kubwa bila kuangalia kwamba timu waliocheza nayo, ila waliahidiwa ili iwa motivate kuvuka hiyo hatua ambayo miaka kadhaa nyuma imekuwa kama ni kikwazo kwa timu ya Simba. Lakini pia hata ikiwepo dabi hapo utasikia mwekezaji huyu kaahidi milioni 500. Kwa hiyo mimi nadhani swala la timu moja kuahidiwa bonus kwenye mechi, hata kama ni kweli, kwa sababu let's say huenda hawajaidiwa na mtu wa mbali, labda wameahidiwa na mtu wa ndani, kama ni bonus kuelekea kwenye mechi yao. Kwa mimi nadhani
coach Fadlu aendelee tu kustick na ufundi anaotupa uwanjani, jinsi ambavyo anatu surprise na baadhi ya sabu wanazozifanya kwenye mechi. Mimi nimekuwa nikisema mara kwa mara anani surprise na ananionyesha upande mwingine wa kimbinu ambao huenda ilikuwa ngumu kwa wakati fulani kusema au kuona. Unaona mfano leo anamtoa Mpanzu anaingia Hamza. Unajiuliza kwamba hii ni dakika ya 70 almost 60 na kitu, unamtoa mshambuliaji unamuingiza beki. Vipi kama Singida unapata goli lingine? Of course unaweza ukaongeza goli lingine, lakini kabla hujaongeza unatakiwa uwe umeandaa mbinu. Kwa vitu kama hivyo ndio vimemtambulisha Fadlu, na hasa mimi nimemjua kwenye upande huo. Ningependa stick tu hapo. Mambo ya nje ya uwanja waachie kina Mediali. Hivi vitu akiviongea Mediali tunamuelewa, na hata isingekuwa topic hapa. Spodo, unasemaje kabla ya kuja kumsikiliza mzee Mguto na kauli yake ambaye pia ameitoa? Ni kama ametia msisitizo kuhusiana na dabi ya tarehe 15. Tumiae. Mimi mengi ameongelewa kuhusiana na muamuzi, na kitu kizuri pia George alitoa onyo asubuhi. Mapema tu alitupa onyo hapa kwamba haya yote baadaye, alisema tu muda huu tutazungumzia kuhusiana na waamuzi, sio tena mechi. Lakini kwenye mechi kwanza Fadlu aliingia vizuri sana kuhakikisha kwamba anafahamu wachezaji wake wametoka kwenye mechi ngumu, kwamba wamechoka. Kwa hiyo alikuwa analazimisha kutafuta goli la mapema sana ili aweze kulinda alichokipata, na mpango wake ulitiki baada ya kupata goli kipindi cha kwanza. Dakika alikuwa anaelekea mapumziko, lakini kipindi cha pili kama mwalimu David Ouma aliweza kujua makosa ambayo yamemgharimu kwenye kipindi cha kwanza, baada ya kuona kama viungo wake walikuwa kwa asilimia kubwa wa push, na kipush kwenda juu anaacha mianya mingi ambayo alikuwa anamfanya. Nilizungumza asubuhi, ukimwacha Elie Mpanzu atembee na unamwacha mtu kama Steven Dese Mkwala Budo na Mkwala pamoja na Esjala Budo yule, yani watakuwa Joshua Mtale watakuwa wanakimbia zaidi, kwa sababu ni watu ambao wanashuka kuchukua mpira, wanaondoka kwa kuhusiana moja, tunaondoka tunawafungua namna hiyo. Kipindi hicho unamuona kabisa Andy Kofi amepanda. Kwa hiyo kama umepanda fullback zako zote, unaacha mianya ambao unawafanya hao wanakuwa na dribble kuelekea golini kwako. Mkwala movement zake yuko kushoto, yuko kulia, yani atabiriki upande gani. Jaribu kutazama hata aina ya goli, yani anatokea huko anaingia huko mpaka anakwenda kufunga. Kwa hiyo movement ziliwachanganya. Baadaye akaamua kufanya sabu, kumtoa mtu kama Kevin Nation ambaye kwa mtazamo wangu mimi sikuona kama alistahili kumaliza ule mchezo, na mwalimu alisoma mapema akaamua muondoe mapema baada ya kuingia kufanya sabu zake, na nafikiri alimuingiza Damaro na alikuwa Damaro na Kayeke. Yes, of course ni mmoja kati ya viungo ambavyo walikuja kumlipa, ndipo pale tukaanza kuiona Singida ina push. Na nilizungumza kwamba Singida wana viungo wengi hatari sana ambao wakiamua kuwa serious kwenye business yao wanaweza kukufanyia biashara yoyote ile wakati wowote. Kwa hiyo waliamua sasa kuwa serious. Unazungumzia matukio ya penalty ambazo zimetokea kipindi cha pili kama 2. Yote ile kwa sababu walikuwa na push, kuna kitu wanakitafuta. Tunapata vipi ni kuhakikisha tunamlazimisha Simba kufanya makosa huko. Tunakaba. Kuna muda niliona amezungumza Steve kuhusiana na Ngoma, mpaka alikuwa kama anatempa kapaniki. Kuna mpira refa kapuliza ni foul kaubutua nje, mwamuzi kamwacha. Kuna mwingine tena wa pili kaenda hivyo kapuliza foul kachukua kaubutua nje, mwamuzi kamwacha. Hilo lipaswa kumuonyesha kadi ya njano. Ya kwanza umemwacha. Vipi kuhusiana pia tayari kwamba Simba alishaona kabisa huu mchezo umetuelemea, sasa namna gani ni kuondoa mchezoni. Issue nyingine pia ni kwa Musa Pinpin Kamara, kafanya kujiangusha mara nyingi sana. Hatimaye alionywa, lakini ulipaswa kumuonya mapema sana kwamba angekuwa na ile adabu. Unamuonya dakika za jioni, tayari hata akawa anaamua kujiangusha, anajua muda umeshakuisha. Kwamba walishaona ni namna gani tunapunguza makali ya Singida. Wanakuja kwa kasi. Okay, sasa ni kuchelewesha muda, kujiangusha, kutupa mipira nje hovyo. Lakini mimi nimempongeza sana Auma, alifanya sub zake nzuri ambazo zilibadilisha mchezo kwa asilimia kubwa. Angalia kina Rupia alivyoingia, namna ambavyo anapushi, na nafikiri penalty ya 3 alichezewa faulo yeye ambayo ilikuwa ilihitajika kuwa penalty. Umeona namna ambavyo ameingia, yani maelekezo kayabeba ya mwalimu, tupushi, tunapita pembeni ambako niliona sasa ndipo pale amezungumza Rozi kwamba mwalimu anakwenda kumtoa Mpanzu, anamuingiza Hamza, si kwa bahati mbaya tu. Ule ni mpango, hao watu wanakuja kwa kasi na magani ni wazuie. Akarejea mechi ya Zanzibar, alicheza na back 3, ukitumia na hao wing back unakuwa na watu 5 nyuma, na kwa nimeweka na nimebana mianya
mingi sana. Huku na hawa viungo wengine wakirudi hapa tukiwa compact hawa hawezi kupata nafasi ya kuweza kutushambulia. Kwa hiyo ni akili kubwa kwa Fadlu ambao aliitumia baada ya kuona okay, huyu mpinzani kaniwini, kaja na mpango mbadala, mimi nifanyaje? Akaamua kufanya mpango mwingine, kumtoa mtu kama Jean Chalea wa kumuingiza mtu kama Deborah Fernandez ambaye naye alikuwa anajitahidi kupush na kurudi pia kuja kusaidia kukaba. Kwa hiyo ni walimu wote kwenye mbinu wametonisha vitu vizuri sana, lakini bad luck ni kwamba tunashindwa kuzungumzia mbinu. Tumekaa tunazungumzia muamuzi, matukio ya muamuzi ambao tayari tulishapewa onyo. Mimi nilikuwa nakaa napomsikiza Job nikamkumbuka asubuhi akasema alitoa angalizo katupa kabisa hapa angalizo, akasemaje sasa hivi mnaongea ila baadaye mtakuja kumzungumzia mpaka Nasri akasema umeshamuona sijui hivi na vile, lakini mwisho wa siku ndicho kitu ambacho tunakirudia. Kwa hiyo mimi nimefurahishwa sana na David Auma namna ambavyo aliusoma mchezo na kureact, lakini mwalimu Fadlu ambavyo alireact mapema sana na kuamua kushindana naye.